الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Aziz anasema leo mimi nitaeleza kuhusu maisha ya masahaba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sahaba wa kwanza ni Mista radhiyallahu taala anhu. mama yake Mista Salma bint Sakhar aliyekuwa binti wa shangazi la Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Mista alihama pamoja na Ubaida bin Haris, Tufail na Hussein, na waliamua kwamba watakutana sehemu fulani, lakini Hazrat Mista akabaki nyuma na yeye aliumwa na nyoka. Wale wenzake ambao walitangulia walipopata taarifa kwamba Hazrat Mista ameumwa na nyoka, na wakarudi nyuma na wakamchukua pamoja nao na wakakaa kwa Abu Salama. Yani walipofika Madina walikaa kwa Abu Salama. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya udugu katika Mista na Zaid bin Muzayyin. Hazrat Mista alishiriki katika vita ya Badri na vile vile katika vita yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. baada ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma Hazrat Mista pamoja na masahaba 60 au 80, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia bendera yenye rangi ya nyeupe, na Mista bin Sasa alishika bendera ile. Hawa walitumwa ili Quraysh wazuiliwe njiani, na Abu Sufyan alikuwa kiongozi wa Quraysh walikuwa nakuja, na wengine wanasema Abu Jahl alikuwa kiongozi wao. Na katika kundi hili makafiri walikuwa 200. Masahaba waliwakuta hawa Makureshi katika bonde fulani, na hawa Makureshi hawakuja kwa ajili ya biashara tu, bali walikuwa na silaha, na wao walikuwa wameshika silaha, na kwa kuuza bidhaa yao walikuwa na nia ya kupigana na Waislamu, na taarifa aina hii ilipatikana. Kwa hiyo hawa masahaba walipofika kule na walipokutana na wale Makureshi walikuwa tayari kupigana, wakawa ana kwa ana. Saad bin Waqas alikuwa sahabi wa kwanza aliyerusha mishale ya kwanza, na hii ilikuwa mishale ya kwanza iliyorushwa upande wa Islam.
upande wa makureshi utba bin ghazwan na mikdal walikuja upande wa waislamu kwa sababu walikuwa wameshawahi kusilimu, na hawa masahaba waliotumwa hawa walitumwa kama ni safari ya pili katika islam kwa ajili ya kupambana na makureshi. Na wale makureshi walipopata taarifa kwamba waislamu kadhaa wamekuja kupambana nao, wao wakaogopa na wakarudi. hawa waislamu walikwenda kule hawakwenda kupigana na makafiri, bali walienda kwa ajili ya kuwazuia, na vile vile walienda kwa ajili ya kuonyesha kwamba ikiwa wanakutana wanapigana na waislamu pia wako tayari kupigana nao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimpatia Mista na Ibni Ilyas ngano na vile vile vifaa vingine vilivyopatikana katika vita. Katika kitabu kiitwacho Tabaqatul Kubra imeandikwa kwamba wakati wa ukhalifa wa Hazrat Usman alifariki katika umri wa miaka 56, na katika riwaya nyingine inapatikana kwamba alibaki uhai mpaka wakati wa Ali radhiallahu ta'ala anhu, na aliwahi kushiriki katika vita ya Mama, na katika vita ya Mama alifariki. Hazrat Mista ni yule mtu ambaye alikuwa akila chakula kwa Abubakar radhiallahu ta'ala anhu. Abubakar alikuwa akimpatia chakula wakati Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha alipolaumiwa. Mista pia alikuwa miongoni wa wale waliomlaumu. Hazrat Abubakar akala kiapo kwamba yeye hatampatia chakula Mista kwa sababu amemlaumu Hazrat Aisha. Kwa hiyo katika Qur'ani aya hii ilishuka, wala yatali ulul fazli minkum wasaati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillahi walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yani miongoni mwenu wale ambao wanao uwezo wa kuwalisha wengine wasile kiapo kwamba hawatawalisha wale watu ambao ni maskini ambao wamehama, wanatakiwa wasamehe na waghofirie. Je, nyinyi hampendi kwamba Mwenyezi Mungu awaghofirieni? Mwenyezi Mungu ni mwenye msamaha na mwenye ghufira. Aya hii ilishuka kuhusu Mista. Wakati aya hii iliposhuka, Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu akaanza kumpatia chakula tena, na wakati Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha wakati aya iliposhuka kwa Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha hakufanya kosa lolote, basi wale walioleta shutuma waliadhibiwa, na wale watu walioadhibiwa kwa sababu ya lawama walioleta shutuma walioleta dhidi ya Hazrat Aisha. Mista pia alikuwa miongoni wa hawa walioadhibiwa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kuhusu tukio hilo la kuleta shutuma dhidi ya Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, Huzur anasema kwamba tukio hili ni muhimu sana, ndiyo maana maelezo yake yameelezwa sana, na katika Qur'an aya pia ilishuka. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam anasema kuhusu tukio hili, Mwenyezi Mungu ameweka katika hulka zake, amejilazimisha kwamba ikiwa mtu anatubu basi anaahirisha adhabu. Hivyo ndivyo manadamu pia amepewa hulka hii na tabia hii. Sayyidina alayhi salam kwa kueleza tukio hili ameeleza tofauti baina ya ahadi na ahadi ya adhabu. Anasema kama inathibitika kutoka Qur'an na hadithi kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha
alipolaumiwa na aliposhutumiwa na wanafiki na walileta shutuma hii kinyume na haki. Katika shutuma hii masahaba wengine pia walishiriki, na wao walikuwa hawana nia ya kuleta fitina. Walikuwa hawajui uhakika wa tukio hili. Na sahaba moja alikuwa akila chakula kutoka kwa Abubakar akala kiapo kwamba yeye kwa sababu ya kuleta shutuma yeye hatampatia chakula Mista. Wakati alipokula kiapo, wakati huu aya hii ilishuka, wala yatali ulul fazle minkum hadi wallahu ghafurur rahim. aya hii iliposhuka Hazrat Abubakar akavunja ahadi yake na akaanza kumlisha tena Mista. kwa sababu ya hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema kwamba kwa sababu ya hii ni sheria katika Islam kwamba ikiwa mtu anasema kwamba yeye lazima atamwadhibu mfanyakazi wake, lakini wakati mfanyakazi anapotubu na mtajiri anamsamehe, basi hii ni tabia njema, ni hulka njema. Lakini kama mtu anaahidi, yeye hatakiwi afanye kinyume na ahadi yake. Wada yani ahadi ni ile kwamba yeye atafanya kitu fulani na anaahidi kwa kuangalia matokeo yake yote, basi yeye hatakiwi afanye kinyume na ahadi yake. Lakini kama mtu anaahidi kwamba atamwadhibu mtu fulani na yule mtu anatibu, basi kwa sababu ya toba yake ikiwa anamsamehe, hii ni hulka njema. Sawa na Sahih Bukhari, Hazrat Aisha anaeleza kuhusu tukio hili. Hazur anasema tukio hili ni muhimu sana, ndio maana anaeleza maelezo yake. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akienda safarini alikuwa akipiga kura katika wake zake, na yule ambaye jina lake lilikuwa likitoka katika kura alikuwa akienda pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika safari fulani Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka kura kati yetu, na wakati ule katika safari ile jina langu lilitoka katika kura, mimi nikaenda pamoja naye. Wakati ule aya ya hijabu ilikuwa imeshashuka. Nilikuwa nikipandishwa juu ya ngamia, na juu ya ngamia ilikuwa kitu fulani ambamo nilikuwa nikikaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi katika vita ile, wakati wa kurudi njiani tulikuwa karibu na mji wa Madina. Usiku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maswahaba wote waondoke, na sisi sote tulipoondoka, mimi nikatangulia na nilienda kwa ajili ya kujisaidia. Mimi nikaja nakuja naporudi tena ili nipande katika juu ya ngamia yangu, nakuta kwamba necklace yangu ilikuwa imepotea. Kwa hiyo mimi nikaenda kutafuta necklace yangu. Mimi niliendelea kutafuta, yani nilitumia muda mrefu, niliendelea kutafuta necklace ile. Katikati ya muda huu wale ambao walikuwa wakitayarisha safari yangu na wao wakaondoka na wakaweka ile hodha juu ya ngamia, na wakafikiria mimi nipo ndani yake. Mimi nilikuwa si mnene sana wakati ule, kwa hiyo wao hawakugundua kwamba mimi sipo katika ile hodhaj. Na kwa wakati ule mimi nilikuwa nikila chakula kidogo sana, kwa hiyo wale walikuwa natayarisha safari wakachukua ile hodhaj na wakaweka juu ya ngamia, na hawakugundua kwamba mimi sipo ndani yake. Hazrat Aisha anasema mimi nilikuwa msichana mdogo, kwa hiyo wale walikuwa na tayarisha safari
wakaondoka, na katika hali hii mimi nikapata necklace yangu, nikarudi mahali ambapo maswahaba wote walikuwa wamekaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sikumkuta mtu kule yeyote isipokuwa mtu mmoja tu alikuwa anaachwa nyuma ili aangalie kama kitu chochote kinabaki yeye akilete. Anasema katika hali hii mimi nikalala pale. Salman bin Muattal ni yule mtu ambaye alikuwa akiachwa nyuma ili yeye aangalie vizuri kama kitu chochote kinabaki nyuma akilete, na yeye alipokuja asubuhi akakuta kuna mtu mmoja amekaa pale. Kwa hiyo yeye akaja kwangu, na yeye alikuwa ameniona kabla ya kushuka aya ya hijabu. Yeye alipokuja karibu nami akasema inna lillahi. Aliposema inna lillahi mimi nikaamka mara. Yeye alipokalisha ngamia yake, mimi nikapanda juu ya ngamia, na yeye akashika kamba la ngamia na kaanza kutembea mbele, na sisi tukawakuta wenzetu wakati walikuwa wanapumzika sehemu fulani. Kisha yule ambaye alileta shutuma dhidi yetu, yeye pamoja na wenzake hao wote waliangamia. Niliporudi Madina, watu wengine wakaanza kuleta shutuma, wakaanza kuleta maneno machafu dhidi ya Aisha. Abdullah bin Ubay bin Sulul alikuwa mtu ambaye alikuwa kiongozi wa hawa walioleta shutuma. Mimi nikafika Madina na nilikuwa sisikii vizuri. Watu waliendelea kusambaza shutuma. Nilikuwa mgonjwa wakati ule, na nilimkuta mtume sallallahu alaihi wasallam hanitendei kama alikuwa akitendea zamani, kwa sababu watu walisambaza sana shutuma na lawama dhidi yangu, na mtume sallallahu pia alipata shutuma hizi na lawama hizi. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule nilipokuwa mgonjwa, sikumkuta mtume sallallahu ananitendea kama zamani alikuwa akinitendea. Alikuwa akija ndani, alikuwa akisema assalamu alaikum, na alikuwa akiniuliza hali yako ikoje. Na wakati ule nilikuwa sijui kwamba shutuma zimeletwa dhidi yangu au lawama zimeletwa dhidi yangu. Anasema hata mimi baadaye nilipopona, mimi na mama Mamisto tukatoka nje kwa ajili ya kujisaidia. Wakati ule tulikuwa hatuna vyoo, tulikuwa hatuna choo nyumbani. Kwa hiyo tulikuwa tukienda nje kwa ajili ya kujisaidia. Mimi nikatoka pamoja na mama wa Mista kwa ajili ya kujisaidia. Sisi sote tulikuwa tunaenda. Katika hali hii yeye akaanguka njiani. Wakati alipoanguka Mista, yani mama wa Mista, yeye akasema ole kwa Mista. Nikamwambia, kwa nini unasema maneno haya kuhusu Mista? Wewe unasema ole kwa Mista ambaye alishiriki katika vita ya Badri. Akasema wewe huna habari. Wewe je, hujapata habari hii? Watu wameleta shutuma dhidi yako. Kwa hiyo yeye akaniambia kuhusu shutuma zile zilizoletwa dhidi yangu, na akaniambia kuhusu lawama iliyoletwa dhidi yangu. Anasema kwa kusikia habari hii ugonjwa wangu ukazidi sana. Niliporudi nyumbani, mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kwangu na akasema assalamu alaikum. Kisha akaniuliza hali yako ikoje. Nikasema tafadhali niruhusu mimi niende kwa wazazi wangu. Anasema wakati ule nilikuwa nataka niende kwa wazazi wangu na niwaulize wazazi wangu kuhusu shutuma hii, uhakika wake ukoje. Mtume sallallahu akaniruhusu. Kwa hiyo nikaja kwa wazazi wangu, nikamuuliza mama yangu, watu wanasema nini huko nje? Nimepata taarifa wanaleta shutuma. Mama yangu akasema, ewe binti yangu, usipate shida kwa sababu ya shutuma hii. Wewe ukae kwa amani na usalama. Wallahi haikutokea mara nyingi hivi kwamba mtu awe na
mtu awe na mke mzuri kisha watu wasimlaumu na kisha yule mtu awe na wake wengine pia. Kwa kusikia maneno haya mama yangu nikasema kwamba watu wanasema shutuma hizi, anasema usiku ile mimi nilikuwa sina utulivu bali niliendelea kulia usiku mzima kwa sababu shutuma kubwa ililetwa dhidi yangu. Kwa hiyo usiku mzima sikuweza kulala, nilikesha usiku mzima. Asubuhi nilipoamka mtume sasa akamuita Ali na Usama bin Zaid ili yeye achukue ushauri kuhusu hawa Hazrat Ali na Hazrat Usama bin Zaid, ili achukue ushauri kwamba je, kwa sababu ya shutuma hii mimi nimwache Aisha au yeye aendelee kubaki kuwa mke wangu. Hazrat Usama akamshauri mtume sallam kwamba Hazrat Aisha ni mke wako na sisi tunamkuta Hazrat Aisha ni mtu mwema sana, sisi hatuwahi kuona kosa lolote ndani yake. Hazrat Ali radhiallahu taala anhu akasema, ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu amekupatia wasaa sana. Hazrat Ali akamshauri mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe una wake wengine pia, haina haja kwamba ubaki na Aisha. Kisha Ali akasema kwamba afadhali umuulize huyu mfanyakazi, huyu mwanamke ambaye anafanya kazi nyumbani, kwamba Aisha hali yake ikoje, yeye atakwambia kuhusu hali halisi. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Barira, yule ambaye alikuwa akifanya kazi katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Barira kwamba je, umewahi kuona kitu chochote ndani ya Aisha chenye kuleta shaka na wasiwasi? Barira akasema hapana, haiwezekani. Yeye akasema kwamba Mwenyezi Mungu ambaye amekutuma kwa haki, mimi sikumkuta kosa lolote ndani ya Aisha. Yeye ni binti mdogo sana, yeye anapata usingizi sana, hata yeye analala kiasi hiki kwamba chapati inaliwa na mbuzi. Hii ndiyo ni hali yake, yani yeye ni hana kosa lolote, lakini ana udhaifu huu tu kwamba yeye ni mdogo na yeye anapata usingizi sana. Mtume sallam kwa kusikia hayo akawahutubia maswahaba, na mtume sallam akasema, nani atamwangalia huyu mtu ambaye ameniudhi kwa sababu ya mke wangu? Mimi nasema kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba mimi nakuta heri tu ndani ya mke wangu, na mimi najua kwamba kuna heri na sifa nzuri ndani ya mke wangu. Hadrat Saad bin Muaz akasimama na akasema, ya Rasulullah, mimi nitamwadhibu huyu mtu ambaye ameleta shutuma dhidi ya mke wako. Ikiwa yeye ni kutoka Aus mimi nitamuua, lakini kama yeye ni kutoka katika Khizr sisi tutafuata amri zako. Saad bin Ubada pia akasimama, yeye alikuwa kiongozi wa kabila la Khazraj. Yeye akapata hasira kwa sababu ya maneno ya Saad, akasema, umesema uongo, wallahi wewe hutamuua wala huwezi kumuua yeye ikiwa yeye ni kutoka Khazraj. Kwa hiyo wakaanza kujadili. Saad bin Uzair pia akasimama, yani huyu ni mtu wa tatu ambaye amesimama na akasema, wewe umesema uongo, wallahi sisi lazima tutamuua yeyote ambaye ameleta shutuma, lazima sisi tutamuua. Hata yeye akasema kwamba wewe ni mnafiki, ni wewe unajadili upande wa wanafiki. Basi kule Aus na Khazraj wakaanza kujadiliana na wakapata hasira, kwa hiyo wakaanza kupigana. Yani walikuwa hawakuanza kupigana, lakini walikuwa tayari kupigana. Walipata hasira kiasi hiki Mtume sallam akaleta mapatano kati yao mpaka wakakaa kimya.
Hazrat Aisha anasema zaidi kwamba mimi niliendelea kuulia siku kucha na siku nilikuwa siwezi kulala wala siwezi kufanya kitu chochote, na mimi nililia kiasi hiki kwamba nikadhani kwamba nitakufa kwa sababu ya kulia kiasi hiki. wazazi wangu walikuwa wamekaa pamoja nami na mimi nilikuwa nalia katika hali hii. mwanamke mmoja kutoka Ansar akapiga hodi, mimi nikamruhusu aingie ndani. yeye pia kaanza kulia pamoja nami, sisi tulikuwa tunalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na akakaa karibu nasi. na kabla ya siku ile Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukaa karibu nami, yeye alikuwa akiuliza hali yangu tu, lakini siku ile akakaa karibu nami. yani tangu shutuma ilipoletwa Mtume sasa alikuwa hakai karibu nami, lakini siku ile alipokuja akakaa karibu nami na aliendelea kusubiri Mtume sallallahu mwezi mzima. Mtume sallam hakupata wahi yoyote kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuhusu shutuma ile. yani tangu shutuma ilipoletwa mwezi mzima Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupata wahi na hakukaa karibu nami, lakini siku ile alipoingia nyumbani akakaa karibu nami. Mtume sallam alikuwa nasubiri Mungu atamfunulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa karibu nami na akasema tashahud na akasema, ewe Aisha, mimi nimepata taarifa kuhusu wewe, nimepata habari hii kuhusu wewe. ikiwa wewe hukufanya makosa basi lazima Mungu atakuokoa, lakini kama wewe umekosea basi umuombe Mwenyezi Mungu ghufira na utubu, kwa sababu mtu anapokiri dhambi zake na anapotubu Mungu anamsamehe. kwa hiyo kama umekosea basi utubu na umuombe Mwenyezi Mungu ghufira. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza mazungumzo yake, mimi sikulia tena. mimi nikamwambia baba yangu, Hazrat Abubakar umjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa niaba yangu. Abubakar akasema, mimi sijui nimwambie nini, nimjibu nini. kisha nikamwambia mama yangu kwamba yeye amjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa niaba yangu. yani mama yangu amwambia kwamba mimi sikufanya kosa lolote. baba pia alisema mimi sijui niseme nini. Hazrat Aisha anasema kwamba nilikuwa binti mdogo, nilikuwa sijui sana kuhusu Qur'ani tukufu. mimi nikasema wakati ule kwamba wallahi nimeshaipata taarifa kwamba shutuma imeletwa dhidi yangu, na sasa nyinyi mnaona kwamba shutuma ile ni sahihi. nikasema kwamba labda mnaona kwamba shutuma ile ni sahihi ikiwa nikisema kwamba mimi sikufanya kosa lolote, na Mungu anajua kweli kwamba mimi sikufanya kosa lolote. nyinyi hamtaamini kwamba nasema kweli, kwa sababu shutuma ile ilienea sana katika jamii. watu wote walikuwa wanazungumza kuhusu shutuma ile. hata katika hali mimi nikisema mimi ni mkweli, sikufanya kosa lolote, hamtaniamini. Mungu anajua kwamba mimi sikutenda dhambi wala kosa lolote, na shutuma hii imeenea kiasi hiki kwamba mimi nikisema kwamba mimi nimefanya kosa hili basi umtaamini moja kwa moja, kwa sababu shutuma imeenea sana. Hazrat Aisha akasema kwamba mimi nitasema kama baba wa Yusuf alisema kwamba nitafanya subira na nitaomba msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Yakub alisema kwamba mimi nitaomba msaada kutoka kwa Allah. kwa hiyo aya ile mimi nikasoma, kisha nikaja
kitandani na nilikuwa nategemea Mwenyezi Mungu atafuta shutuma hii. Nilikuwa najua kwamba sikufanya kosa lolote, kwa Mungu atafuta shutuma hii, lakini nilikuwa sifikiri kwamba wahi itashuka kuhusu nafsi yangu. Nilikuwa na uhakika kwamba lazima Mungu atafuta shutuma hii, lakini nilikuwa sina uhakika, wala nilikuwa sidhani kwamba wahi itashuka kuhusu tukio lile, bali mimi nilikuwa nikijiona kwamba mimi ni mtu mdogo sana. Mungu hawezi kushusha au kuteremsha aya kuhusu nafsi yangu. Lakini lilikuwa na tegemeo kubwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ndoto ataona, na katika ndoto Mungu atafuta ile shutuma. Nilikuwa nategemea kwamba itatokea hivi. Aisha anasema kwamba watu wote walikuwa wamekaa pale, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa pale. Wakati ule ufunuo ukaja, wahi ikaanza kushuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kushuka kwa wahi alikuwa akipata jasho sana, hata katika baridi pia, msimu wa baridi alikuwa akipata jasho. Kwa hiyo wahi iliposhuka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya tabasamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Aisha, umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu amefuta shutuma ile iliyoletwa dhidi yako. Kisha mama yangu akasema kwamba umwendee Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikasema mimi wallahi sikuenda, mimi sitaenda kwake, mimi sitamshukuru yeye, bali nitamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amefuta shutuma hii. Mwenyezi Mungu aliposhuka wahi kwa ajili ya kufuta shutuma, Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu akasema kwamba shutuma aliyoleta Mista dhidi ya Aisha, mimi sitamsaidia huyu Mista tena, kwa sababu ameleta shutuma dhidi ya Aisha. Lakini Mwenyezi Mungu akateremsha ile aya katika sura An-Nur. Ndani ya aya ile Mwenyezi Mungu anasema, wale ambao wenye uwezo miongoni mwenu wasile viapo kwamba hawatawalisha watu. Hazur anasema, nimeshawahi kusoma aya hii, tafsiri yake ni hii kwamba wale wenye uwezo wasile viapo kwamba hawatawalisha watu maskini, wanatakiwa wasamehe. Je, nini hampendi kwamba Mwenyezi Mungu awasameheni? Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye msamaha na ghufira. Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu akasema, mimi nataka Mwenyezi Mungu asamehe dhambi zangu zote. Kwa hiyo Mista akaanza kupata chakula tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuuliza Zainab bin Jahash pia kuhusu hali yangu. Mtume sasa akamuuliza Zainab, unaonaje kuhusu tukio hili? Zainab akasema, mimi siwezi kuleta shutuma dhidi ya Aisha. Mimi nimemkuta Aisha ni mtu mwema, mwanamke mwema sana. Mimi siwezi kusema kinyume na hali halisi. Mimi nimemkuta Aisha ni mwanamke mwema sana. Aisha anasema kwamba huyu Zainab alikuwa yule ambaye katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama dhidi yangu. Hazmiza Bashira Masahib katika Sirat Khatibun Nabiyin ameeleza tukio hili. Sasa hivi mimi nimeeleza tukio hili sawa na maelezo ya Bukhari. Hazmiza Bashira Masahib pia ameeleza tukio hili katika kitabu chake kiitwacho Sirat Khatibun Nabiyin. Anasema kwamba wakati yule sahaba aliposema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Hazrat Aisha anasema mimi nikaamka, na mimi nilipomuona sahaba mara moja mimi nikafanya hijabu, nikafunika uso wangu.
na yule sahaba hata hakuongea nami wala mimi sikusikia neno lingine lolote zaidi ya neno hili inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baadaye yule sahaba akaleta ngamia yake na akakalisha ngamia karibu nami, mimi nikapanda juu ya ngamia yake. kama alivyoeleza Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba kuhusu tukio langu wahi ilishuka, na wahi ilikuwa muhimu sana kwangu kwa sababu shutuma ililetwa dhidi yangu. kama alivyosema Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba Mwenyezi Mungu aliteremsha wahi kuhusu tukio lile, na ufunuo huu ni muhimu sana kwa ajili yangu kwa sababu nilikuwa sitegemei kwamba ufunuo utashuka kuhusu nafsi yangu, lakini kwa sababu tukio hili lilikuwa muhimu sana na shutuma kubwa lililetwa dhidi ya hali za Mtume sallam. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa na cheo maalum katika Islam na heshima maalum, kwa sababu Mtume sallam anasema kwamba napokuwa kwa Hazrat Aisha napata wahi zaidi kuliko sehemu zingine zote. Na katika sura An-Nur wale wote walioleta shutuma kuhusu hawa watu, hali ya waaminio inatakiwa iwe ya aina gani, kuhusu hali ile pia imeelezwa. Yani waislamu waaminio wanatakiwa watendee vipi wanapopata habari ya aina hii. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anasema inna allazina jaa'u bil ifki usbatu minkum la tasabuhu sharran bal huwa khairul lakum, la tasabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ismi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Yani bila shaka wale watu walioleta shutuma ni watu miongoni mwenu. Msidhani kwamba tukio hili ni mbaya kwa ajili yenu, bali tukio hili ni nzuri kwa ajili yenu. Kila aliyeleta shutuma atapata adhabu, lakini yule ambaye ni kiongozi wa shutuma hii yeye atapata adhabu imizayo. Katika tafsiri ya aya hii Hazrat Muslim Maud anasema wakati Aisha alipofika Madina, Abdullah bin Ubay bin Sulul akaanza kusema kwamba Hazrat Aisha alibaki nyuma na alikuwa na mpango maalum pamoja na yule sahaba aliyemleta. Kelele hii ilizidi kiasi hiki kwamba maswahaba wengine pia waliungana naye. Hassan bin Sabit na Mista bin Asasa pia waliungana naye. Vile vile dada wa Hazrat Zainab pia aliungana nao. Hazrat Aisha alikuwa mdogo sana na alibaki peke yake huko msituni, na yeye alipofika Madina akawa mgonjwa kwa sababu ya shutuma hii kubwa. Hazrat Muslim amesema kwamba alipata ugonjwa kwa sababu ya shutuma hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa kuhusu shutuma hii. Mtume sallallahu kwa kuona ugonjwa wa Hazrat Aisha alikuwa hawezi kumuuliza kuhusu shutuma ile. Yeye hakumuuliza kwamba wanafiki wanaosema ni sahihi au si sahihi, na upande mwingine wanafiki waliendelea kusambaza habari hizi. Hazrat Aisha anasema mimi nilikuwa nikishangaa kwa kumuona Mtume sallallahu kwamba alipokuwa akija kwangu alikuwa kama ana huzuni, na alikuwa haongei nami.
na yeye alikuwa akiwauliza watu wengine kuhusu hali yangu na alikuwa akiondoka. Anasema Aisha anasema siku moja kwa ruhusa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nikaenda kwa wazazi wangu. Kisha tukio lile lile likatokea, yani alitoka pamoja na mama wa Mista kwa ajili ya kujisaidia. Mama wa Mista akasema ole kwa Mista. Aisha akasema kwa nini unasema hivi kuhusu Mista? Akasema kwa nini mimi nisiseme hivi? Wewe je, hujui kwamba anasema analeta shutuma ya aina hii dhidi yako? Hazrat Muslim Maud anasema inaonekana kwamba yule mwanamke alikuwa anatafuta nafasi ya kusema kuhusu shutuma ile. Alikuwa anataka kumwarifu na kumwambia Aisha kuhusu shutuma ile. Aisha alipopata taarifa ya shutuma ile akahuzunika sana, akasikitika sana, akarudi nyumbani. Na baada ya kurudi nyumbani ugonjwa wake ulizidi sana kwa sababu ya huzuni na kwa sababu ya shutuma ile. Hadha Muslim Maud anaendelea kusema kwamba Mtume sallam akamuita Ali na Usama bin Zaid kwa ajili ya kuchukua ushauri kutoka kwao. Hazrat Umar na Hazrat Usama wote wawili wakasema kwamba hii ni shutuma iliyoenezwa na wanafiki, haina uhakika ndani yake. Lakini Hazrat Ali alikuwa mkali kidogo. Yeye akasema kwamba hata kama hakuna uhakika ndani yake, yule mwanamke ambaye amelaumiwa, shutuma imeletwa dhidi yake, haitakiwi yeye abaki kama ni mke wako. Na wewe muulize yule mama ambaye anafanya kazi huko nyumbani, yeye atakwambia kuhusu hali ya Aisha. Mtume sallallahu akamuuliza Barira, alikuwa mtumwa wa Aisha, kwamba unaonaje kuhusu Aisha? Yeye akasema mimi sioni aibu yoyote ndani ya Aisha wala kosa lolote ndani yake, isipokuwa amesema kwamba Aisha analala sana, anapata usingizi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka nje akawakusanya maswahaba na akawahutubia na akasema kwamba je, kuna mtu yeyote ambaye anaweza kuniokoa katika mtu ambaye ameniudhi, yani Abdullah bin Salul ambaye ameleta shutuma hii? Je, kuna mtu yeyote ambaye anaweza kumadhibu yeye? Hadha Saad ambaye alikuwa kutoka Aus akasimama na akasema ikiwa yule mtu ambaye ameleta shutuma sisi tupo tayari kumuua, ikiwa yeye ni kutoka Khazraj sisi tupo tayari kumuua yeye yule ambaye ameleta shutuma dhidi yako. Hazrat Muslim Maud anasema shetani anakuwa tayari kutia fitina. Wakati ule pia shetani akaja pale. Wale watu wa Khazraj walikuwa hawajui huzuni na maumivu yaliyopata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya tukio hili. Wakati Saad bin Muaz aliposema maneno haya kwamba mtu yeyote ambaye ameleta shutuma hizi sisi tupo tayari kumuua, awe katika Aus kutoka katika Khazraj, lakini watu wa Khazraj wakapata hasira kwa sababu ya maneno haya ya Saad. Kwa hiyo Saad bin Ubada akasimama na yeye akamwambia Saad bin Muaz, wewe huwezi kumuua mtu wetu wala huna uwezo wa kumuua mtu katika kabila letu. Kisha saba mwingine akasimama kwamba sisi lazima tutamuua, tutaona nani atakaye kuja kumwokoa yule mtu. Hadha Muslim Maud anasema kwamba wao walizidi katika hasira kiasi hiki kwamba wakashika upanga, walikuwa tayari kupigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuliza. Aus walikuwa wanasema kwamba sisi tunamuua yule mtu ambaye ameleta shutuma hii, lakini Khazraj walikuwa wanasema kwamba nyinyi mnasema maneno haya kwa sababu mnajua yule mtu ni katika kabila letu. Hawa wote yani kabila Aus na Khazraj walikuwa na wakimpenda Mtume sallam sana, lakini shetani alitia fitina wakati ule. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba sawa na hali iliyokuwa wakati ule, kila mmoja anaweza kuelewa kwamba hali itakuwaje. Upande mmoja Mtume sallam alikuwa ameudhika sana, alikuwa amehuzunika sana, na upande mwingine Waislamu walikuwa tayari kupigana, na shetani analeta fitina ya aina hii. Hazrat Muslim Maud anaeleza tena tukio lingine lote lililoelezwa na Hazrat Aisha.
wakati Aisha alipoulizwa kuhusu tukio hili, yeye akasema kwamba ikiwa mimi nakubali basi nitasema uongo, lakini mimi nikisema sikufanya kosa nini hamtaamini, kwa sababu shutuma imeenea sana. Anasema mimi nitasema maneno yale yale yaliyosemwa na baba wa Hazrat Yusuf, yani Hazrat Yakub alayhi salatu wasalam, kwamba ni vizuri mimi nifanye subira na mimi ni bora niombe msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Muslimud anasema Aisha radhiyallahu ta'ala anha akasema maneno haya, kisha akasema mimi nikainuka na nikaja kitandani, kisha aya ile niliyosoma sasa hivi Zura anasema ilishuka kuhusu Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Katika aya ile Mwenyezi Mungu alisema kwamba wale watu walioleta uongo ni watu kati yenu, na msidhani kwamba shutuma hii ni mbaya kwenu, bali ni heri ndani yenu, lakini wale walioleta shutuma hii wataadhibiwa. Kila mmoja alileta shutuma lazima atapata adhabu sawa na kosa lake, na yule ambaye ni kiongozi wa hawa wote walioleta shutuma atapata adhabu kali zaidi. Baada ya kupata wahi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata faraja na akapata furaha. Wakati ule Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema mama yangu akasema mshukuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikasema kwamba mimi sitamshukuru Mtume bali nitamshukuru Mungu ambaye amefuta shutuma hii. Hazrat Muslima pia alieleza tukio hili katika hutuba moja kwamba kwa sababu ya kuleta shutuma dhidi ya Aisha watu watatu walipigwa, walipata adhabu. Mmoja wao alikuwa Hassan bin Sabit na mwingine alikuwa Hazrat Mista aliyekuwa katika jamaa wa Hazrat Abubakar, na alikuwa akikaa katika nyumba ya Hazrat Abubakar na alikuwa kila chakula kule, na Hazrat Abubakar alikuwa akimpatia mawazi, na kulikuwa sahaba mwingine. Hawa watatu waliadhibiwa. Katika Sunan Abi Daud pia kuhusu adhabu hii imeelezwa, yani masahaba watatu waliadhibiwa kwa sababu ya kuleta shutuma hii dhidi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha. Wengine wanasema wale hawakuadhibiwa, wengine wanasema waliadhibiwa. Hawa masahaba waliadhibiwa, kama hawakuadhibiwa Mwenyezi Mungu aliwasamehe, na hawa masahaba waliendelea kushiriki katika vita baada ya tukio hili. Na huyu Mista alikuwa sahaba aliyeshiriki katika Badri, kwa hiyo alikuwa na daraja kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu alifanya mwisho wake mwema. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya masahaba hawa wote, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.